يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من أصحاب النار، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى فقد فاز المتقون. Watukufu wa Islam, na kuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, bila kusahau nafsi yangu. Kumcha Allah maana yake ni kufuata maamrisho yake na kujiepusha na kila alilolikataza. Ndio maana ya takwa ikhtisaran, ndio maana ya takwa kwa ufupi. Leo insha Allah katika hutuba yangu au yetu ya leo nitagusia jambo katika mambo ya dini, miongoni mwa yale Allah aliyoyaamrisha kwa wanadamu, hususan aliyoyaamrisha kwa wanawake kuyafanya au kuyatekeleza juu ya waume zao. Kuna pia maamrisho ya wanaume au maamrisho ya Allah juu ya wanaume kuyafanya kwa wake zao. Lakini leo tutazungumza juu ya ta'atu zawjati li zawjiha, au ujubu ta'ati zawjati li zawjiha, uwajibu wa mwanamke kumtii mume wake. Tunajua katika Qur'ani kuna aya nyingi zenye kuzungumza hivyo. Tutagusia tu baadhi ya aya, lakini naanza kwa kusema fala shak, ni jambo ambalo halina mashaka, anna ta'ata min lawazimul qawama, kwamba mwanamke kumtii mume wake katika mambo ambayo yamelazimiana na usimamizi wa mwanaume. Kwa maana yule mwanaume lazima atiiwe katika usimamizi wake, lazima atiiwe na mke wake katika kule kusimamia. Qawama allati ja'alaha Allahu, usimamizi ambao ameuweka Allah subhanahu wa ta'ala lirajuli ala almar'ati, kuweka kwa mwanaume juu ya mwanamke. Wa anna almar'ata salihah, na kwamba hakika ya mwanamke aliyekuwa mwema, min khisaliha, katika mambo ambayo ni yenye kumhusu hasa na ni yenye kuhusika naye, ta'atu zawjiha wa tawadhu lahu, ni kumtii mume wake na kumnyenyekea na kumfanyia unyenyekevu, tena unyenyekevu wa hali ya juu. Kama yakulu subhanahu wa ta'ala, kama anavyosema Allah mtukufu, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim, fassalihatu qanitatu hafidhatu lilghaibi bima hafidha Allah. Kitaka kuipata aya hii ukafanya marejeo, nenda katika sura ya 4
ya Qur'ani. Inaitwa Suratul Nisa'i aya ya 34. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza akisema, "Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i." Wanaume ndio wasimamizi wa wanawake. Kwa vipi? Tutaeleza hapa mbele. Bima faddala Allahu, kutokana na ile ziada ya Allah subhanahu wa ta'ala, fadila, mambo aliyoyazidisha, ba'dhahum ala ba'dhi, kuyazidisha kwa baadhi ya watu juu ya wengine, wa bima anfaqu min amwalihim, na pia kutokana na kule kutoa kwao, kutokana na mali zao kumtolea mwanamke. Mwanaume anatoa mahari, baada ya mahari, kuanzia siku anapooa, ndiye anayetoa, atoe makao, atoe nguo, atoe chakula, atoe matunzo yote, simamizi mwingi, akiugua, akifanya nini, ni yeye ndiye anayefanya hivyo. Kwa hiyo bima faddala Allahu ba'dhum ala ba'dhi, kwa vile Allah subhanahu wa ta'ala amepandisha wanaume juu ya wanawake. Wa bima anfaqu min amwalihim, na pia kwa vile wanatoa katika mali zao. Sasa basi, fasalihatu qanitatu, wanawake wema ambao ndio wenye kumtii Allah na kutii waume zao, hafidhatu lilghaibi, ni wale ambao wanajitunza, kujihifadhi, hali ya kuwa wako mbali na waume zao. Kujitunza wao wenyewe, kujihifadhi, na pia kuhifadhi heshima ya mume wake na kuhifadhi mali za mume wake. Hao ndio wanawake ambao ndio wanawake wema wanaotambulika mbele ya Allah. Anajihifadhi yeye mwenyewe, si kwamba eti atavaa hijabu mume wake akiwepo tu, lakini akiondoka basi hutembea kichwa wazi. Sio kwamba atavaa hijabu au ataswali mume wake akiwepo tu, lakini mume akiondoka yeye haswali. Na pia hatoki kwa kumwaga mume wake akiwepo tu, bali hata akiwa mbali huomba ruksa ili atoke, ima kwa kutumia simu au njia nyingine, au waombe ruksa kabla mume hajatoka. Kwa maana nyingine hatoki ndani ya nyumba mpaka apewe ruksa. Kwa hiyo hii ni miongoni mwa sifa za wanawake wema. Qala al-Jassas fi ahkami al-Qur'an, anasema mfasiri wa Qur'ani kwamba afada dhalika luzumuha ta'a lianna wasafahu bilqiyami alaiha yaqtabi dhalika, kwamba tunapata faida katika maelezo hayo, aya hiyo, kwamba ni lazima kupatikane twaa kwa mwanaume, kwa sababu amesifiwa kwamba yeye ndiye msimamizi. Kwa hiyo kupatikana twaa ndio ukamilifu wa huo usimamizi. Waqala at-Tabari, akasema mufassiri mwingine Imamu Tabari, dhalika tafdhilullahi tabaraka wa taala iyahum alaihim, hiyo ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa wanaume juu ya wanawake. Walidhalika, kwa hali hiyo, swaru qawaman alaihinna, ndio wamekuwa ndio wasimamizi, ndio wenye kuwanyoosha, ndio wenye kuamrisha
ndio wenye kuwatia adabu pale wanapopinda. Haya yote ni yale ambayo mwanaume anatakiwa kuyasimamia. Na kawama iliyokuwa kubwa mno kwa mwanaume ni kumsimamia mke wake katika jambo la dini kwa hali zote. Kumsimamia mke katika mambo ya dini kwa hali zote, kuanzia swala mpaka hijabu, mpaka kumsimamia asiingie katika mambo ya ushirikina, asiingie katika mambo ya uzushi, asitoke bila ruksa, asimkaribishe yoyote katika nyumba ya mume wake yule ambaye mume wake hajamridhia, wala asiende pahali ambapo mume wake hataki. Mume akikuambia sitaki uingie nyumba fulani, hata kama kuna nini, huruhusiwi kuingia. Mume akikuambia sitaki urafiki na mtu fulani kwa sababu ni muovu, lazima mwanamke atii. Na asipotii, mwanamke asipomtii mwanaume katika maarufu, na hili ni jambo ambalo wanawake wengi hawalifahamu, pengine hata wanaume hawalifahamu, pamoja na kwamba ni haki yao. Mwanamke ibada yake haikubaliwi na Allah, haikubali ibada yake pale anapokuwa nje ya toa ya mume wake. Hata aswali usiku mzima, hata afunge, muda wa kuwa amemuasi mume wake katika jambo na mume amekasirika, Allah subhanahu wa ta'ala hayuko radhi naye na wala hapokei ibada yake. Kama ilivyokuwa ridha Allahi ridha alwalidaini, radhi ya Allah kwa mwanaume yoyote ni pale atakapowaridhisha wazazi wake. Mwanaume atakapokuwa anachunga haki za wazazi wake, hawaaswi, hawadhulumu, muda ule anakuwa katika radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Na anapoaswi pia hivyo hivyo, anakuwa Allah anamghadhibikia, na mtu ibada yake inaweza isikubaliwe pale itakapokuwa amewaaswi na kuwanyima haki wazazi wake. Hivyo hivyo kwa mwanamke. Mwanamke ambaye anamuudhi mume wake, hamtii mume wake katika maarufu, ibada yake Allah subhanahu wa ta'ala haikubali. Kwa hiyo hayo miongoni mwa mambo ambayo lazima wanawake wayafahamu, na wanawake hao pengine hawapo katika maeneo yanapozungumzwa. Ni ujumbe huu lazima mwanaume aubebe, aupeleke nyumbani kwake kwa ajili ya kumuokoa mke wake, kwa ajili ya kumuokoa mke wake. Wa qawluhu, na pale Allah aliposema subhanahu wa ta'ala qanitat. Maana ya qanitat yani muti'ati lillahi wa liyazwajihinna. Maana ya qanitat ni maana ni wale wanawake ambao wanamtii Allah subhanahu wa ta'ala na waume zao. Lakini haruhusiwi mwanamke kumtii mume wake katika maasi. Pale atakapomwamrisha kinyume cha radhi za Allah, haruhusiwi kumtii. Kwa mfano, mwanaume ni mlevi, sasa akawa anamtuma mke wake akamnunulie pombe, au amtengenezee kilevi, au akamletee sigara, au awe shahidi katika riba, kwamba mke wangu wewe ndio utakuwa shahidi wa kwanza katika huu mkopo wa riba. Haruhusiwi mwanamke huyo kumtii mume katika hali hiyo. Kwa hiyo ndio maana ya qanitat. Wa qala wa usnda ana ibn Abbas fi qawlihi ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i qala yani umara'u. Hii kauli na egemezwa kwa Ibn Abbas, yeye anasema
Maana ya maneno haya pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i, Ibn Abbas anasema yani umarau. Kwa maana ya umarau ni viongozi wenye kuamrisha. Umarau alaiha ndio amiri wake, kwa maana ndio wenye kuamrisha wanawake antuti'aha fima amaraha, kwamba mwanamke amtii mume kwa yale aliyoamrishwa. Unaona fima amaraha Allahu bihi min ta'atihi, katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha, yani amtii mume wake katika yale ambayo Allah ameamrisha. Mwanaume ndio msimamizi wa mwanamke, kusimamia ibada yake, kumsimamia katika maamrisho ya Mola wake. Kwa hiyo pale anapomwamrisha kwamba hili Allah halitaki na mimi hili silitaki, lile ambalo si kinyume cha maamrisho ya Allah, lazima mke huyo atii. Bil asaf wal asaf, leo hii wanawake wamekuwa kinyume cha haya. Mu'dhamun nisa'i, wengi katika wanawake hakuna toa kwa wanaume. Hatujasema wanaume ni wakamilifu, pia wana mapungufu. Mapungufu ya mwanaume yako chini ya Allah. Nasaha hazikatazwi kwa mwanamke kumnasihi mume wake kwa njia nzuri, kwa lugha nzuri, lakini akimnasihi asipokubali sio sababu ya kumwasi, muda kuwa hajamuamrisha maasi, bali huyu mwanaume yeye atanasihiwa na wenzake, na bali ataadhibiwa asipofanya tauba na Allah subhanahu wa ta'ala. Atahu an takuna muhsina ila ahlihi, na miongoni mwa toa ya mwanamke kwa mwanaume ni awe mwema, awafanyie wema watoto wa mume wake na watu wa mume wake, awafanyie wema na kuwapa haki zao, wala asiwaaswi na kuwafanyia mambo mabaya. Miongoni mwa toa ya mwanamke kwa mwanaume ni kuwafanyia wema hata watoto wa mume wake, sio wale watoto wake tu, hata watoto wa mume wake kuwafanyia mazuri, na watoto wake pia. Kuna baadhi ya wanawake wanafanya mambo maovu kwa watoto wao. Kwa mfano, mtoto anaweza kujisaidia ikawa mama hashughuliki, mtoto anashinda na uchafu, na wakati mwingine mtoto ataka kunyonya, mama anashughulishwa na mambo mengine. Baya zaidi, waweza kukuta mama huyo anashughulishwa na simu na kuchati na wenzake. Mtoto analia, mtoto amejisaidia, atakiwa kumsafisha, yeye hashughuliki. Na wakati mwingine anaweza kuwa anashughulishwa na simu na mambo mengine, hata mume akija hashughuliki naye. Tunayaona hayo kwa baadhi ya watu, bali wakati mwingine hata hali ya nyumbani inaweza kuwa mbaya mno. Hali ya nyumba inaweza kuwa mbaya mno, chafu na mandhari mbaya, lakini yeye anashughulishwa na simu na kuchati na wenzake, anasahau wajibu wake ndani ya nyumba. Kwa hiyo ndugu zanguni, hiyo ni sehemu ya toa ya mwanamke juu ya mume wake. Waqala Ibn Kathir rahimahullah,
Imamu Ibn Kathiri anasema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i, katika kutafsiri aya hii kwamba maana yake ar-rajul qayyim 'ala al-mar'ati ay huwa ra'isuha wa kabiruha wal hakimu 'alayha wa muwaddibuha idha a'wajat. Imamu Ibn Kathiri anasema maana ya ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i, maana yake ni kwamba yeye ndiye mwenye kumnyoosha mwanamke na yeye ndio rais wake, kwa maana ndio kiongozi wake. Wakabiruha, ndio mkubwa wake. Walhakimu alaiha, na ndio mwenye haki ya kumhukumu. Wa muadibuha, ndiye mwenye haki ya kumtia adabu pale anapoonywa kwa njia nyingine za kwanza za pili, basi mume ana haki ya kumtia adabu kwa kumpiga kipigo kisichoumiza, kipigo cha vitisho pale anapopinda. Waqala Sa'di, anasema Imamu Sa'di sahibu tafsiru Sa'di kwamba qawwamuna alayhinna biilzamihinna bihuquqi Allahi ta'ala, kwamba ndio wanaume ndio wenye kuwasimamia wanawake kwa kuwaamrisha wajilazimishe na haki za Allah, kwa maana kufanya ibada Allah alizoziamrisha, minal muhafadhati ala faraidhi, miongoni mwa kuzihifadhi faradhi, yani mambo ya wajibu kama swala na mambo mengine kama hijabu, hayo katika mambo ya faradhi, na mambo mengine yale, kwa mfano kujihifadhi ndani ya nyumba na mengi mengineyo. Na pia miongoni mwa hayo kwamba amkataze, amzuie katika mambo mabaya. Warijalu alaihim ayulazimuhunna bidhalika, kwa maana wanaume lazima walazimishe wanawake katika mambo hayo. Ndugu zanguni, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i, wanaume ndio wasimamizi wa wanawake. Huu uwanja ni mpana mno. Hii amri inaenea katika kila jambo. Mwanaume atakiwa kuwa macho dakika zote juu ya wanawake, kwa sababu sifa yao kama Allah alivyoeleza kwamba wameumbwa kutokana na nini? Na mbavu walizoumbwa nazo ni hizi za juu ambazo zimepinda sana. Ukimwacha, usipomnyosha, anabaki kuwa amepinda, na ukimnyosha kwa nguvu unavunja. Sasa yatakiwa mwanaume asimame kikweli kweli. Kwa sababu gani? Kwa sababu hisabu ya mwanamke mbele ya Allah itakuwa juu ya mwanaume itakapokuwa hajasimamia, hajaamrisha, hajakataza, hajaonya, hajazuia. Basi mwanaume ndiye atahesabiwa juu ya mke wake, kwa sababu tayari kaambiwa yeye ndiye atakiwa kumsimamia. Baada ya kumtoa kwa wazazi wake, yeye ndiye atakiwa kusimamia maisha yake, dini yake na kila kitu chake. Sasa tusilale. Hii ni masuhulia kubwa mbele ya Allah siku ya Kiyama, itakapokuwa sisi tumefanya tasahulu juu ya jambo hili. Aqulu qawli hadha wallahu a'lam. Katika kumalizia hutuba ya pili kwa kusherehesha haya tuliyoyataja mwanzo na kuongeza baadhi ya
hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa hizo, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema katika hadithi, miongoni mwa hadithi kwamba idha kharajat almar'a, ayyuma imra'atun kharajat min baiti zawjiha bighairi idhnihi kanat fi sakhti llahi hatta tarji'a au yarda anha zawjuha. Hii katika kawama ambayo lazima wanaume waifahamu. Ni amri ya Allah kupitia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwanamke yoyote mwenye kutoka nyumba ya mume wake bila idhini ya mume wake, basi anakuwa katika ghadhabu za Allah mpaka arudi au pale mume wake atakapomridhia. Hili ni jambo ambalo wengi wetu tunalipuuza. Hatuzingatii ruksa kuwapa wake zetu, bali wengi wamepewa uhuru tu, na ni makosa makubwa kwa mwanaume pale anapompa uhuru mke wake kwamba bwana, ukitaka kutoka toka tu. Hii ni kinyume cha mafundisho ya Allah. Atakiwa mwanamke akitaka kutoka apewe ruksa, lakini ukitoa ruksa ya moja kwa moja kwamba ukitaka kutoka toka tu, hii ni kinyume cha maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu atakiwa kusimamiwa. Kimpa kwamba ukitoka toka tu, kitaka kutoka toka tu, basi wewe baadaye utajuta. Na hata kwamba amekuaga na kwenda kwa shangazi, basi asipitie kwa mjomba, lazima aende kule kule aliko ombea ruksa. Hatakiwi kwenda kinyume cha hivyo. Na miongoni mwa hadithi ambazo za kuonyesha kwamba mwanamke anapokuwa chini ya radhi ya mume wake, anafanikiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni pale Mtume aliposema ayyuma imra'atun matat wa zawjuha anha radin dakhalatil janna. Mwanamke yoyote anapokutwa na umauti, pale anapokufa, akawa anakufa hali ya kuwa mume wake yuko radhi naye, huyo mwanamke ni wa peponi. Ikiwa anakufa, inamfika mauti, mume wake yuko radhi naye, basi mwanamke huyo ni dalili nzuri kwamba ni wa peponi. Kwa maana ajitahidi kukaa vizuri na mume wake bila kumuudhisha mpaka mauti anamkuta, anaondoka duniani hali ya kuwa mume wake yuko radhi na yeye, basi mwanamke huyo ni wa peponi. Kwa kweli hili ni jambo la kusikitisha pale inapokuwa wanawake wengi wanaghadhibisha waume zao, na anakaa hata mwezi mzima bila kujali. Kamghadhibisha, kamkosea, na anakaa mwezi mzima bila kujali, au miezi miwili. Watu hawaongei, na kuwa ni jambo baya. Akifa katika hali hiyo mwanamke huyo, hiyo ni dalili ya kwamba ni mwanamke aliyeghadhibikiwa na Allah pia. Na miongoni mwa maamrisho ya Allah juu ya wanawake kwamba watakiwa kujihifadhi sana, hasa ndani ya majumba yao,
na wanapotaka kutoka wapate ruksa kwa waume zao. Ni pale Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, idha kharajatil mar'atu istashrafaha ash-shaytan yuzayyinuha. Mwanamke anapotoka ndani ya nyumba, basi kiongozi wake ni shaytan, anampamba. Hata kama amevaa hijabu, anampamba onekane ni mzuri, ashawishi watu waanze kufikiria mambo mabaya. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruja aljahiliyati alula, kimwambia mwanamke wa Kiislamu kwamba jilazimisheni mtulizane katika majumba yenu, na ikitokea dharura ya kutoka, basi msitoke hali ya kuwa mmejipamba mkaonyesha mapambo yenu kama walivyokuwa wakifanya wanawake wa kikafiri kabla ya Uislamu. Na hata wanawake wa sasa hivi wa kikafiri wanafanya hivyo. Tukisema wa kikafiri, kwa maana wale ambao hawakumkiri Allah mmoja, kwamba hakuna mwenye haki ya kuabudiwa isipokuwa Allah na Muhammad ni mjumbe wake. Wale ambao wanapinga haya ndio wanaitwa makafiri, wawe wa kiume wawe wa kike. Kwa hiyo walikuwa wanatoka wanajipamba na kuonyesha mapambo yao huko nje, wanaume wanavutiwa, wanafurahi. Na ndio maana hata Mtume sallallahu alaihi wasallam, nikimalizia hadithi ya mwisho, amesema, idha sta'tarat imra'atun, mwanamke atakapojitia manukato, tunaita kujipodoa, kajitia manukato, famarrati ala qaumin, halafu wakapita kwa watu, wakawapitia watu wanaume, kwa maana amejipamba, apite kwa watu, liajidu rihaha, ili asije akaambiwa huyu mbona harufu yake mbaya bwana, ili anukie vizuri. Anajipamba, anajitia manukato, anajitia perfume na marashi mazuri, ili asinuke harufu mbaya, kwa maana atakapopita mbele ya watu asikike harufu nzuri. Fahia zania, anaandikiwa madhambi ya mzinifu, madhambi ya mzinifu. Haya ni katika mambo ambayo lazima wanawake wajitahidi kuyafanya, na haya katika kawama, katika usimamizi wa mwanaume, kwamba asimruhusu mke wake kufanya hivyo, amuelimishe. Sio kwamba kujipamba ni siku akitoka, bali kujipamba, kujitia manukato ni wakati mume akiwepo, ndio inavyotakiwa, sio kinyume cha hivyo. Ndugu zanguni, haya ndiyo ambayo tutatakiwa kuyabeba katika hotuba yetu ya leo, kwa siku ya leo, na ili kuepuka kurefusha sana mpaka ikafikia yale ya mwanzo yametoka. Tosheke na haya, nikirudia tena kukuhusieni na kuhusia nafsi yangu katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa baraka ala Muhammadi wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadi wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ahsina khitamana wa tawaffana ala kalimati la ilaha illa Allah, wa'fu waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin.
wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammadi wa alihi wa sahbihi.